Abu Musa al-Ash'ari ni sahaba maarufu kwelikweli katika ahlul ilmi, waliokuwa ni mashhur maarufu, na ana sifa za kuwa maarufu katika masahaba walopewa kisomo kizuri ni kama Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud. Na Abu Musa al-Ash'ari kapewa mizmar za familia ya Daud alayhi salam, bimaana alikuwa na sauti za kipekee, sauti ya kipekee ya enzi na enzi, sauti waliopewa kina Daud, sauti ambayo watu walikuwa wanakaa wanatulizana wanasikiliza wakati wa usiku wao na watoto na familia, Abu Musa akiwasoma Qur'ani. Lakini je, alipataje hii neema? Ubay ibn Ka'b, Abu Musa pamoja na Abdullah ibn Mas'ud na wengine katika maulama na kina Umar ibn al-Khattab, imethibiti kwao jitihada na mapenzi makubwa sana ya kitabu cha Allah, kiasi ambacho Allah kawapa kitu kingi katika manufaa ya kitabu chenyewe. Kwa na sisi tumuombe Allah kwa rehema zake na utukufu wake atupe mapenzi ya kupenda kitabu. Je, Abu Musa habari yake juu ya kitabu cha Allah ilikuwaje? Tutaingia katika makala tusome habari yake. Huyo anaitwa Abdullah ibn Qais, jina lake kiujumla tutaliona katika makala. Ama kunia anaitwa Abu Musa, ama kunia yake anaitwa Abu Musa. Nisba yake al-Ash'ari at-Tamimi, ama mashhur Abu Musa al-Ash'ari ni maarufu kwelikweli. Tabaka namba 1 sahaba na iqama al-Basra wal-Kufa, ndio sehemu aliishi milad. Alipozaliwa tarehe haifahamiki ama kufariki, kuna kauli nyingi za maulama, kuanzia mwaka 42 mpaka mwaka 53. Maana kuna 44, kuna 49, kuna 50, 51, 52, alafu kuna 53. Kuna nyakati tofauti ambazo zilikuwa zimelengwa kama ni kusudio. Huo ndio wakati aliofariki. Je, ni wakati gani? Hii ya mwanzo 42 kana kwamba ndo kauli ilikuwa rajih kwa hawa walioandika. Hii qila ni siqatu tamrid, limaana inaonyesha kuwa ina weakness, yani maana yake sio kitu ambacho ni qawi, yani maana yake ni strong sana kama hii mwaka 42 makana al-milad. Kwa dalili alizaliwa wapi Abu Musa? La yujad hapa fahamiki makana aliwafata alipokufa. Al-Kufa ni Kufa, wa qila Makkah, baadhi ya wasema Makkah, wa qila الثاوية والله أعلم. لكن المهم haijulikani hasa kwa kafariki Kufa au Makkah. Na hapa bado na kariri, anaweza jiuliza mtu, sasa mtu mashuhuri kama Abu Musa alafu hajulikani kafariki wapi? Wakati huo kwanza wao hawakuwa wakijua kuwa watakuja kusomwa na historia na itakuwa hivi na vile, hawakuwa wakijua. Na ndio maana wakati wa Umar ibn Abdul Aziz, hawa matabiina wadogo tabaka namba 4, alimwambia Muhammad ibn Shabizuri aanze kuikusanya elimu. Na tutamwona Abu Musa al-Ash'ari kuhusiana na mtoto wake Abu Burda alikuwa akimwambia vipi katika upande wa kuandika elimu. Abu Burda andika elimu, Abu Musa alikuwa akimwambia nini? Sisi tuingie katika makala. Bila shaka tuanze na habari za huyu al-alimu al-jalil al-mubajjal Abu Musa al-Ash'ari. Na Allah katujalia katika masahaba ambao wanakaririwa sana na vichwa vyetu, na huyu Abu Musa al-Ash'ari na yumo. Anaitwa nani? Anaitwa Abdullah ibn Qais ibn Sulaim ibn Haddar ibn Harbi. Angalia jina lake, aitwa Abdullah ibn Qais ibn Sulaim ibn Haddar ibn Harb. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kwa Abu Musa al-Ash'ari jina lake anaitwa Abdullah ibn Qais. الإمام الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ. katika sifa unajua Allah tabaraka wa taala kajalia, anapotajwa Umar ibn al-Khattab, hata kama hayuko mbele yako, lakini nafsi yako haihisi kucheka cheka wala kucheza cheza, unahisi serious kwa sababu ya sifa aliyokuwa nayo mwenyewe, alikuwa serious. Na akitajwa Abu Bakar as-Siddiq, kuna hali fulani hivi utaihisi tu katika nafsi yako kama hali ya busara ya kupitiliza, kwa sababu ni sifa. Na akitajwa Ali ibn Abi Talib, utahisi kama hali ya strongest na ile nashati, uchangamfu, kwa sababu ndivyo alivyokuwa. Akitajwa Muawiya ibn Abi Sufyan, utamhisi ni mtu ambaye alikuwa wakati huo ni pole, lakini alikuwa anatumia akili sana, ni mtu ambaye kwa hiyo psychologically
kila mmoja na taaluma nyingine alikuwa ana sifa zake. Sasa kina Abu Musa al-Ash'ari bila shaka kitajwa, nafsi yako haitarithisha ila upole. Kama utaangalia kuna masahaba, kila akitaja sahaba utahisi, tutastash'ir fi nafsika annaka yani aishta ma'ahu, kwenye nafsi yako unahisi kana kwamba umeishi naye. Waonaje akitajwa Abdullah ibn Mas'ud? Wallahi utahisi upole na ulaini wa kupitiliza, kwa sababu ni sifa aliyokuwa nayo. Usama ibn Zaid utahisi ladha ya mapenzi katika moyo, itatashawq yani alqalb, kwa sababu ni kijana ambaye alikulia katika mazingira fulani, mtume alikuwa akimpenda kweli kweli. Wakitajwa kina Abu Dharri utahisi kuna upole, halafu strongest katika uhalali na uharam, yani bimaana walikuwa ni masahaba ambao kama kina Abu Dharri yani wao katika upande wa ahkamu za kisheria walikuwa wanajidi. Sasa masahaba wanarithisha, unapofahamu historia na habari zao kitu. Kama kitajwa Abdullah ibn Umar, wewe warithi nini? Jambo la kwanza unalofahamu ni kuwa katika kufuata sunna pale anapotajwa. Na kitajwa Mughira ibn Shu'ba kama ambavyo tumempita, basi utahisi alikuwa ni mtu ambaye kachangamka kwenye mambo bila shaka. Kwa hiyo kila sahaba wakati tumesoma tarajim zao ni sana ahlul ilmi tuliosoma. Hamad ibn Zaid akitajwa unajua huyu ni mtu alimu aljalil. Sufyan ibn Uyaynah wajua alikuwa ni mtu wa rihla na mchangamfu katika upande wa ilmu. Malik bado habari yake tunaendelea nayo, lakini bila shaka alikuwa si mtu wa mambo mengi, lakini mtu aliyokuwa yuko strong katika upande wa dini yake. Si mtu wa mambo mengi kwamba anatajwa akafanya ibada sana kama walivyokuwa kina Wakai na nani. Alikuwa ni mtu ambaye katulizana katika jambo la kielimu na athari yake imekuwa ni kubwa sana, bali mtu mwenye msimamo, lakini mtu vile vile mwenye hima katika kuhakikisha kuwa kinachozungumzwa ni haki. Kwa hiyo Abu Musa, angalia kwenye nafsi yako kama ulishawahi kusikia habari zake, basi manake utadiriki nini ambacho unakipata. Tutaona mpaka muamala wake na jamii ulikuwaje. Hadatha anhu Buraida ibn al-Husayb wa Abu Umamata al-Bahili, walosimulia kutoka kwake yani wanafunzi wake ni Buraida ibn al-Husayb wa Abu Umamata al-Bahili wa Abu Sa'id al-Khudri. Huyu mwingine mwanazuoni ambaye bila shaka ukimtaja Abu Sa'id al-Khudri kana kwamba unamtaja Abu Musa al-Ash'ari. Anas ibn Malik bila shaka kipenzi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kalelewa Tariq ibn Shihabi, Sa'id ibn al-Musayyib wal Aswad ibn Yazid wa Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama wa Zaid ibn Wahab wa Abu Uthman al-Nahdi wa Abu Abdurrahman al-Nahdi wa Murdhatu Tayyib. Ile jina Murdhatu at-Tayyib ikana kwamba ni compound word, kama ni neno moja hivi tarkibu al-mazji, lakini kama neno mawili au moja, sijui Murdhatu Tayyib. وربيعي بن حراشي وزهدم بن مضرب وخلق سواه. na wengine wengi waliochukua elimu kutoka kwa Abu Musa wako wengi kweli kweli. Angalia kafariki mwaka 42 Hijiria. Hebu angalia toka wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume afariki mwaka 11 Hijiria, kuna miaka 31 Abu Musa yuhai baada ya kufariki Mtume. Angalia watu wangapi wachukua elimu kutoka kwake. Halafu alikuwa ni kiongozi katika mji wa Basra na sehemu nyingine vile vile. Wa huwa ma'dudun fi man qara'a ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Abu Musa anasabika katika maqra ambao wamechukua ilmu shafawiyyan, wamechukua ilmu yani Mtume atamka jambo wanahifadhi pale pale, wanasoma Qur'ani mbele ya Mtume Muhammad, halafu Mtume kakiri kisomo chao. Ndio maana akasema qaraa ala nabii, bimaana kaisoma Qur'ani kasikilizwa na Mtume, kasoma Qur'ani kasomeshwa na Mtume, kachukua Qur'ani kutoka kwa Mtume, ndio maana yake. Aqra ahli al-Basra katika madrasa ya watu wa Basra, yeye ndo msomi mkubwa zaidi wa watu wa Basra. Wa faqahahum fi din, faqahahu, yeye ndo wapa utambuzi katika dini, bimaana alowaelimisha. Kumbuka Abu Musa akapelekwa Basra kusimamia na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na kama tutakumbuka mji wa Basra tulisema Umar ndo ambao kaufanyia tajdid, yani kauhuisha, yani kautengeneza, kaujenga mpaka ukawa mji.
jinsi ya vile alivyo control katika upande wa uongozi na mifumo ya kiuchumi. Kwa hiyo sasa ndo ukawa mji, kana kwamba hakukuwa kuna mji kabla, au ulikuwa uko mji dhaifu. Kwa hiyo aliwapelekea kiongozi Abu Musa ambaye ndo aqra ahla al-Basra, yeye ndo msomi zaidi watu wa Basra, wa faqahum fi din, na yeye ndo aliwafundisha mambo ya dini. Qaraa alayhi Hittan ibn Abdullah ar-Riqashi wa Abu Rajain al-Utaridi. Hao wote wamesoma kwa nani? Kwa Abu Musa. ففي الصحيحين كتك صحيح البخاري ومسلم عن أبي بردة بن أبي موسى. أبو بردة ndo mtoto wa Abu Musa, an abihi, kutoka kwa babake ambaye ndo Abu Musa, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, Allahumma ighfir li Abdillah ibn Qais dhanbahu, Allah msamehe Abdullah ibn Qais dhambi zake, ambaye Abdullah mwenyewe ni nani? Ndo huyo Abu Musa al-Ash'ari. Ilikuwaje kuna kisa hapa mpaka Mtume kusema Allah msamehe, Allahumma bimaana ya Rabbi msamehe Abdullah ibn Qais madhambi yake, wa adkhilhu yawm alqiyamati mudkhalan karima, na muingize siku ya kiyama mahala palipokuwa yani pamekirimiwa, na wanaingizwa mahala hapo wale waliokirimiwa. Yani dua hii inaombwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alafu muomba Allah tabaraka wa taala, alafu muombea Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Huyu Abdullah ibn Qais, kuna kundi la watu wapo mpaka leo wanamchukia, Mashia wanamchukia huyu Abdullah ibn Qais. Abu Musa al-Ash'ari hakupigana na Ali ibn Abi Talib, yani yeye hakuwa katika. Kuna makadhia zimetokezea bila shaka nyingi, tumeelewana vizuri kana kwamba wanahisi ya kumsupport Ali ibn Abi Talib, akapambana akiwa yupo katika kundi lake na hivi na mambo mbalimbali. Tumeelewana vizuri. Sasa Abu Musa ni mtu wa Yaman, kama hakupambana katika vita na Ali, ilikuwaje yeye akawa ndo mwenye kusimama kutoa hukumu ya kuteremshwa Ali pamoja na Muawiya? Yeye akawa yupo upande wa Ali, halafu Abdullah ibn Amr ibn al-As akawa yupo katika upande wa Muawiya. Hapa kuna mambo yametokezea mengi. Je, Abdullah ibn Qais alitangulizwa na akina nani? Kwanza unatakiwa kujua Ali ibn Abi Talib uongozi wake ilikuwa, power yake, yani maana yake ile empire yake ilikuwa iko katika maeneo gani? Si alikuwa anatawala Hijaz pamoja na Yaman, sio? Kwa hiyo watu wa Yaman wao walitaka katika yale maamuzi yale ambayo yalikuwa ni maamuzi makubwa zaidi ya mahakimu wawili, ambaye atakuwa katika upande wa Ali. Watu wa Yaman walisema tunataka atoke kwetu Yaman. Maana mambo yalivyokuwa shakuwa magumu, aliteuliwa Abdullah ibn Abbas, wa Yaman wakakataa. Nakumbuka na Abdullah mwingine aliteuliwa vile vile, tutakuja kumuona, au ni habari ambazo inshallah bila shaka iko siku tunaweza kuzungumza katika mambo ya tarehe. Kwa hiyo Abdullah ibn Qais aliingia pale kwa sababu wa Yaman walitaka apewe ile nafasi mtu ambaye ni mtu wa Yaman. Lakini je, alishiriki na Ali katika vita au hakushiriki? Na kwa nini Mashia wanamchukia Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari? وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا على زبيد وعدنة maeneo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpeleka Abu Musa pamoja na Muadh waende katika hayo maeneo, yani maana yake aliwapa kazi ambazo yeye mwenyewe alizitaka. Na kama utakumbuka Abu Musa, tukisoma Sunan al-Nasa'i tutakuja katika masala ya mswaki, tushaingia miongoni mwa hadithi ambazo tutazikuta. Abu Musa alikuja na vijana wawili min al-Ash'ariyin kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi wale vijana baada ya kufika kwa Mtume wakamuomba kazi. Kwa Abu Musa alituadhuru kwa Mtume, akamwambia mimi sikujua, ma atla'tu ala ma fi anfusihima wa lam ash'ur annahuma yatlubani al-'amal, mimi sikujua kilichokuwa ndani ya nafsi zao, wala sikufahamu kuwa wanatafuta kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno aliyosema, inna la nasta'in au lan nasta'ina ala al-'amali man aradahu, au kama jaa fil athar, sisi hatutaki msaada
kwa mtu ambaye kaomba ati ende akakusanya zaka. Kwa nini uombe? Mtume akamwambia Abu Musa al-Ash'ari, walakin idhhab anta, wendo unaenda kakusanye. Sawa. Kwa hiyo huyu alitumwa na Mtume akapewa kazi kabisa ya kufanya, ende akakusanya zaka, na mambo mengine alipewa Abu Musa al-Ash'ari. Wa waliya imrata al-Kufati li Umar wa imrata al-Basra, Umar alimteua awe Kufa pamoja na Basra. Sawa. Au alimteua mwanzo, aliteuliwa Basra, alitolewa huko pande za Sham katika kundi la watu 40 waliokuwa ni watu muhimu sana. Umar aliwaita akiwemo Abu Musa, akamteua aende Basra. Wakadima layali ya fatih Khaybar, asili yake hasa huyo alikuja wakati wa Khaybar. Lakini je, alikuja alislimu kabla au alislimu hapo Khaybar au ilikuwaje? Na je, kaulia kwa Abu Musa al-Ash'ari alifanya hijra mbili, alikwenda Habasha kule kwa kina Jaafar, au alikuja tu Khaybar moja kwa moja kutoka Yemen? Habari yake ilikuwa vipi? Wa Ghaza, alipambana, wajahada ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alipigana vita pamoja na Mtume wa hamala anhu ilman kathira, lakini alibeba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam shunu, elimu nyingi. Qala Sa'id ibn Abdul Aziz, Sa'id ibn Abdul Aziz asema, hadathani Abu Yusuf hajibu Muawiyah أن أبا موسى الأشعري قدم على معاوية. أبو موسى الأشعري alikuja معاوية فنزل في بعض الدور بدمشق. Abu Musa alikuja معاوية akaenda mahala katika baadhi ya nyumba za Dimashq. Fakharaja Muawiyah min al-layli liyastami' qira'atahu, Muawiyah akatoka usiku akaenda akasikiliza kisomo cha Abu Musa. Jambo linaanza hapa. Je, habari ya Abu Musa na Muawiyah iko vipi? Kumbuka wakati Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari, wakati Abu Musa anamtoa Ali ibn Abi Talib katika sura ya uongozi ili na Abdullah ibn Amr ibn al-As amtoe Muawiya, halafu sasa apitishwe nani kiongozi. Abu Musa, mnakumbuka aliashiria nani awe kiongozi? Kama tutakumbuka, aliashiria Abdullah ibn Umar, ndo alitaka awe kiongozi. Wakati pale kulikuwa kuna mapambano ya al-Abbasiyya na ya al-Umayyya, bimaana Muawiya ibn Abi Sufyan pamoja na Ali ibn Abi Talib katika upande wa huku. Kwa hiyo Ibn Abbas aliwahi kumwambia Ali ibn Abi Talib kuwa Abu Musa hayupo katika upande wetu huyu. Kuna habari zipo. Sasa wakati Abu Musa kamteremsha Ali ili na Abdullah ibn Amr ibn al-As amteremshi Muawiya, pale kulikuwa kuna viongozi wawili, ambaye ni kiongozi wa Hijaz na Yaman pamoja na miji ya Iraq huko Kufa huko wapi. Halafu kulikuwa kuna kiongozi wa Sham pamoja na Misri na maeneo mengine, ambaye yeye alikuwa ni nani? Ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa hiyo Muawiya ateremshwe katika uongozi na Ali ateremshwe, alafu atafuta kiongozi mwingine ambaye Waislamu watampitisha. Kwa Abu Musa alipomtoa tu Ali akatangaza kwa Ali au kwa mfumo wote ule waliotumia, nimesahau katika sira, basi ina maana Amr si Abdullah ibn Amr ibn al-As, ni Amr ibn al-As mwenyewe. Maalish, nilikuwa na kariri tu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ni mtoto, Amr ibn al-As mwenyewe ndo alikuwa yuko katika kiti na Abu Musa al-Ash'ari. Kwa hiyo Amr ibn al-As kwa sababu alikuwa ni mjanja, alikuwa ni sahaba mjanja, ana akili, ana technique, alikuwa na mambo mengi. Amr ibn al-As yeye akamwachia vile vile kwamba Abu Musa ameshamtoa Ali kwenye uongozi, basi palipobakia ni kuwa Muawiya sasa ndo kiongozi. Kwa hiyo yeye hakumtoa Muawiya kwenye ule uongozi. Sasa Abu Musa baadaye, kwa sababu ile picha ya jambo hakuwa katika sura ya kuingia pale kama ni sehemu katika watu wanamsapoti Ali katika ile hali waliokuwa nayo kina Ibn Abbas. Yeye aliingia pale kwa msukumo wa kundi la watu wa Yaman, kwa sababu Yaman ilikuwa ni sehemu inayotawaliwa na Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo baada ya Muawiya kuwa tayari ni kiongozi, alimtaka Abu Musa ashirikiane naye kama alivyoshirikiana naye Amr ibn al-As, na akampa sharti
kuwa atawajalia watoto wawili wa Abu Musa al-Ash'ari, mmoja awe kiongozi Kufa, mmoja awe kiongozi Basra, halafu Abu Musa yeye awe tayari watoto wake ni watawala wa miji mikuu katika miji mikubwa ya Kiislamu, kwa hiyo asipate shida yoyote. Kwa hiyo Muawiya alikuwa ana ushawishi mkubwa kumshawishi Abu Musa al-Ash'ari ili awe naye katika nidhamu yake ile ambayo alikuwa anajunda ya uongozi. Bali vile vile Abu Musa ni kama Abdullah ibn Umar, sema tu Abu Musa miongoni mwa mambo Allah alomjalia alikuwa ni mutawadhi sana. Kama utakumbuka kisa cha Ibn Mas'ud katika mji wa Kufa, wakati watu wale wa bid'a wamefanya halaka katika msikiti wanahesabu vijiwe, Abu Musa alikuwa mapema kuliko kabla ya sala alfajiri, alikwenda kwa Ibn Mas'ud, halafu ndo wakatoka. Na Ibn Mas'ud bila shaka ni mwanazuoni, halafu ni sahaba mkongwe. Yani Ibn Mas'ud ile mwanzo kabisa watu ndo hawajadhihirisha Uislamu, basi tayari yupo katika Uislamu. Kwa hiyo hawa walokuja masahaba walikuwa wanatawadhi, bi maana akijua huyu mtu kanizidi kaslimu kabla yangu, walikuwa wanasoma kwake. Kwa hiyo kumbuka, Abu Musa alikuwa ana athari kwa wale ambao alikuwa anaishi nao. Sasa leo kama Muawiya anampata Abu Musa, basi maana yake anateka kundi kubwa la watu katika mtazamo na msimamo wake. Sasa kuna vitu hivyo. Sasa hapa hii Abu Musa kuja katika mji wa Dimashq, bi maana Syria, Sham ndoko Syria, Sham. Ima alikuwa tayari Muawiya ameshakuwa kiongozi, hakutaka kwenda kwa Muawiya. Tumeelewana vizuri, kwa sababu Abu Musa yeye alikuwa lilompeleka pale katika nafasi ya kutoa hukumu yeye na Amr ibn al-As juu ya Muawiya na Ali, haikuwa kwa ajili ya dunia. Tumeelewana vizuri yani yeye hakutaka mambo ya uongozi, na alipewa fursa hata watoto wake wa viongozi. Na je, alipokuwa kiongozi alifanya nini? Kwa hiyo Muawiya pamoja na kwa Abu Musa hakutaka kufuata matakwa yake, lakini siku alosikia kwa Abu Musa leo kaja, basi manake fakharaja Muawiya min al-layl. Muawiya alitoka wakati wa usiku kabisa, liyastamia qira'atahu, ili asikilize, kwa sababu Abu Musa alikuwa na kawaida ya kusali usiku toka mtume yuko hai. Yeye anasali usiku tu, mpaka siku moja mtume na Aisha wakatulizana, wakawa wanasikiliza kisomo cha Abu Musa al-Ash'ari wakati wa usiku. Mpaka msikitini mule alimokuwa anakaa, basi alikuwa anasoma Qur'ani usiku, mpaka huko Basra alikokuwa, mpaka Sham huko alikokwenda. Yeye alikuwa ni mtu wa kusoma Qur'ani usiku, na kila kiambua kuna watu wamekaa wanasikiliza, basi yeye ndo kwanza anatulizana, anaisoma Qur'ani, ili kama wanasikiliza basi mara pili wajue kwamba kitabu cha Allah kizuri. Ndio sifa yake ilivyokuwa. Si kwamba labda wamwambie nilikuwa na kusikiliza alafu ajute, la, anakuambia ningalijua kama huko basi ningalisoma vizuri kuliko hata nilivyosoma. Qala Abu Ubaid Abi Musa, mamake Abu Musa hiye jina lake anaitwa Dabiyatu bint Wahb, كانت أسلمت, alikuwa kaslimu wa matat bil Madina, alifariki katika mji wa Madina. Allahumma ballighna. وقال ابن سعيد, akasema Ibn Sa'id, hadathana al-Haytham ibn Adi, ametuhadithia sisi al-Haytham ibn Adi, qala aslam, yani qala amesema aslama Abu Musa bi Makkah. Hizi chapa zina makosa, hii sio aslamu, hii ni aslama. Abu Musa bi Makkah, Abu Musa alislimu Makkah, wa hajara ila al-Habashata, na alifanya hijra kuelekea Habasha. Kana kwamba alislimu Makkah, watu walipotoka pale Makkah kwenda Habasha, na yeye akaingia katika kundi wa awwalu mashahidihi Khaybar. Kwa hiyo wakati wa Khaybar sasa ndo lilitoka kundi kule Habasha linakuja huku, ndo wakahudhuria katika vita vya Khaybar, au vita vya mwanzo baada ya kutoka kule kwa An-Najashi, ambavyo alivipata na vita vya Khaybar. Lakini alislimu mapema sana. Wa mata sanata 42, alifariki mwaka 42, kama tulivyotanguliza katika ile bitaka. Bila shaka ni mwaka wa mwanzo tuliosema utakuwa una nguvu zaidi. Qala Abu Ahmad al-Hakim aslama bi Makkah, Abu Ahmad na yasema alislimu Makkah, thumma qadima ma'a ahli as-safinatayn, kisha wale watu wa safina mbili wale, kwa sababu kina Abu Musa baadhi yao wanasema
yani walitoka kwa Yaman waelekea kwa mtume, safina likawapeleka kwa An-Najashi, kisha wakatoka kwa An-Najashi ndio wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Bimaana walifanya hijra mara mbili. Hijra yao ilikuwa ni kwenda kwa mtume, jahazi likawapeleka kule Habasha. Kwa hiyo thumma qadima ma'a ahli safinatayn, kisha yeye alikuja na watu wa safina mbili, baada fatih Khaybar bi 30, baada ya kufunguliwa Khaybar takriban kwa siku 3, wallahu a'lam. Faqasama lahu nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akawekea nasibu yao ya Khaybar. Wali al-Basra li Umar, alikuwa kiongozi wa Basra wakati Umar ni kiongozi wa Uthman, na baada ya Uthman akamwacha. Sawa. Kwa nini Uthman alimwacha Abu Musa aendelee kuwa kiongozi Basra? Kwa sababu ya wasia wa Umar ibn al-Khattab, alitaka wote ambao kawatawadha yeye kama viongozi katika miji waachwe mwaka mmoja tu. Kama mtu utahisi mimi namwacha fulani kateuliwa na Umar, usizidi mwaka. Lakini Umar alimuombea mtu mmoja Abu Musa tu, akasema huyo aachwe miaka 4, wa wali al-Kufa, na alikuwa kiongozi Kufa wa Bihamat, na alifariki huko Kufa. Qala ibn Mandah, iftataha Asbahan zaman Umar, alifungua Asbahan wakati wa Umar. Bila shaka Asbahan nadhani ni miongoni mwa miji ambayo ipo kandoni au ipo katika maeneo ya Iran. وقال العجلي بعثه عمر أميرا على البصرة، عمر alimtuma awe kiongozi mji wa Basra. فأقرأه, akawafundisha Qur'ani, wafaqahahum, na akawafundisha fiqhi. wa huwa fataha Tustara, na ndo kafungua Tustara, bimaana kwa vita, kwa namna yote ile, lakini mji ambao ulikuwa unaishi watu waislamu wakaingia katika uongozi wake, ndo akaufungua huo mji. Wala yakun fi sahabati ahadun ahsana sautan minhu, hakuna sahaba ambaye alikuwa na sauti nzuri kuliko Abu Musa al-Ash'ari, hakuna. Hakuna katika masahaba ambaye alikuwa ana sauti nzuri kuliko yeye. Haya maneno unayafahamu vipi? Kumbuka kuwa katika maqra wa kisahaba kuna Ibn Mas'udi, kuna Ubay ibn Ka'bi, kuna Umar ibn al-Khattab pia naye alikuwa akisoma Qur'ani, kuna kina Muawiya ibn Abi Sufyan walikuwa kiandika wahi, kuna Ali ibn Abi Talib na wengine wengi. Bila shaka masahaba walikuwa ni wengi. Hata Abu Hurairah alisoma Qur'ani kwa Ubay ibn Ka'bi, baadaye naye akawa ni mwalimu kwa wengine. Kwa hiyo alikuweko, lakini hakukuwa kuna mtu ana sauti nzuri kuliko yeye. قال حسين المعلمي سمعت ابن بريدة يقول كان الأشعري قصيرا، أبو موسى alikuwa ni قصيرا mfupi. Athatta hili neno lina maana nyingi, sawa. Baadhi yao wanasema athat bimaana alikuwa hana sharafa nyingi, sharafa zake zilikuwa ni ndogo ndogo. Baadhi yao wanasema lehia, ndevu, yani alikuwa na videvu kiduchu. Khafiful jismi, mwili wake mwembamba. Maona hizo sifa zikielezewa psychologically, wewe unavuta picha anakuwa ni mtu wa aina gani? Mwembamba, alafu ana videvu kiduchu, alafu alikuwa kasira, mfupi. Huyo ndo Abu Musa al-Ash'ari. Jina lake kubwa kuliko wasfu yake ambayo anasifiwa ya kimaumbile. Subhanallah, yani inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Angalia nafasi aliyopewa Aisha na mtume usiku, wanasikiliza kisomo chake, halafu. Kwa hiyo usije ukamwona mtu. Mimi leo nazungumza jambo moja tu ambalo hili halina umuhimu sana, lakini naomba radhi kwamba nilizungumze. Wakati wa sala ya alasiri nilikwenda mahala. Sasa natoka hivi nasikia iqama, yani napita msikitini nasikia iqama. Nikasema kwa sababu pana iqama itabidi nisali, alafu tuendelee na safari yangu. Kweli kaweka usafiri pembeni. Sasa napita pale pembeni, kabla sijashuka kwenye usafiri, kwenye kibla nikamwona mtu anasalisha. Wallahi nafsi yangu ikakataa kwamba nende nikaswali. Nataka nigeuze chombo, kwenye ile nafsi yangu ikanijia la'allahu khairu minka, kwenda yule unamuona ni bora kuliko wewe. Alafu nikaanza kufikiria yale madhambi yangu.
Nikafikiria nikasema yule yani aniswalishe vile ninavyomuona. Kuna sababu, lakini ni miongoni mwa ana ishara kama sio kama ana mavazi ya baadhi ya firaq za watu wa bid'ah. Lakini nikasema huenda akawa huyu hana sifa zile ambazo kikawaida hazihitajiki. Nikaweka usafiri, nikaenda nikatia udhu pale, nikasali mpaka nikamaliza, alafu huyo nikaondoka. Ile hali yote niliyokuwa niko nayo kabla ya kusali, huyo atakuwa pengine ana hivi. Wakati nimemaliza kusali sijahisi tena kitu chochote kile, kwa sababu katika nafsi yangu nilihisi nisije nikaacha kusali kwa dhanna yangu kwamba naweza kuwa ana hichi, kumbe yeye ni mtu bora kuliko mimi. Sasa vile vile nikakumbuka kuwa sisi hatukutakiwa kufanya taftishi ile kwa watu katika swala. Yani mtu ataka kuswalisha tena ukataka kujua, hata ahlul ilm wanalikataza, na masala hayo ni maarufu mbele ya maulama. Yani ndani ya short time nilifikiria vitu vingi ili kujiridhisha kwenye nafsi na sali sisali, lakini mawili yalinifanya nisali. Jambo la kwanza, nilihisi anaweza kuwa yule dhambi ninazozitenda yeye hajazitenda, bimaana atakuwa mimi na dhambi nyingi kuliko yeye, huenda atakuwa ni bora kuliko mimi. Jambo la pili, nikafikiria kauli za ahlul ilmi juu ya kutokufanya ile wenye wanasema tajassus, kwamba mtu anakosalisha madamu ni katika ahlul qibla, yani hawakuweka masharti magumu sana, madamu haijathibiti kwako dalal wala bid'a wala kurtad. Basi nikafikiria kauli za ahlul ilmi na udhaifu wangu na kutokumdhania shari mwenzangu, basi nikasali. Wallahi sijahisi chochote wala halikunijia kichwani, ndio kwanza nalikumbuka sasa hivi. Bimaana baadhi ya wakati unaweza kumuona mtu kwa namna yote ile, lakini Allah tabaraka wa taala hahukumu vile tunavyohukumu sisi. Na ndio maana Umar ibn al-Khattab na wengine katika ahlul ilmi bila shaka ni mashuhuri na maarufu kwamba sisi tunachukua kwa dhahir, sisi tunahukumu kwa dhahir, ama kilichokuwa ndani ya batin hayo tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakayedhihirisha katika Uislamu jambo baya, basi ina maana kama ni jambo la kudhaniwa tadhaniwa, na kama ni jambo la kuhukumiwa tahukumiwa. Na ndio maana kuna mwanamke wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema Mtume, lau kama kuna mtu anaweza kufanywa hadd ya zina min ghairi bayina, basi maana Mtume anasema sisi tungelimdambia mawe huyu mwanamke, kwa sababu tudhihiru fil islam su'an, au kama jaa fil athar kwamba anadhihirisha ubaya. Lakini Mtume pamoja na hayo hakupewa amri na Mola wake mpige yule mwanamke, kwa sababu hata kama alikuwa anaonesha maringo, mapozi, ishara ya mwanamke ambaye kama anawashawishi wanaume na mfano wake, mpaka kafikia kusema kama anaweza kupigwa mtu bila baina, lakini hakuambiwa mpige ishara. Na hii kwa nini? Kwa sababu hii hatakiwi asimamishe hukumu mpaka litokezee jambo. Kwa nakusudia kusema kuwa sifa hizi zilizoelezewa hapa hawazielezei tu ahlul ilmi kama story, wanaeleza hata Imamu Ibn Shihab az-Zuhri alikuwa ni mweusi halafu mwembamba halafu mfupi, na wengine katika ahlul ilmi walikuwa hivyo hivyo. Sidhani kwamba mtu alikuwa ni mtu, la, walikuwa hata Shu'ba ibn al-Hajjaj. Maana Shu'ba anasema kana kwamba ule mfupa ule ulikuwa umegandana na ngozi. Huyo Shu'ba tunayemsikia, ukimsikia utadhani kama alikuwa ni mtu huyo, lakini yeye mwenyewe utadhani mfupa umegandana na ngozi. Wanavyomuelezea alikuwa ni mwembamba kafinyika, na hata Bukhari na yeye alikuwa ni mwembamba. Lakini An-Nasai ndio alikuwa ni mtu huyo, ana fedha, ni mtu tajiri. Imam An-Nasai na baadhi ya ahlul ilmi walikuwa hivyo, lakini ni wachache waliokuwa na sifa hiyo. Kama kina Malik walikuwa na fedha, walikuwa vizuri kina Imam Malik, lakini baadhi yao walikuwa ni taabani roho zao. Kama kina Sa'id ibn al-Musayyib ni mtu mweusi ambao. Kwa hiyo unapotajia baadhi ya sifa na wanawazuoni wa tarikh, baadhi ya wakati wanataja mpaka kuwa huyo alikuwa ni handsome boy na huyo alikuwa sura yake mbaya, yani maana yake kuelezea ile shakhsia ya mtu, kwa sababu ndio historia maana yake ni matukio, historia ni nyakati, historia ni maeneo, historia yani maana yake hivi vitu vyote vinaingia katika historia. Si kwamba labda asemwa mtu sasa kana al-Ash'ari qasira, yalikuwa ni mfupi, athat, hana ndevu nyingi wala sharafa nyingi, alikuwa na ndevu tu chache, khafif al-jismi, mwili wake khafif, bimaana alikuwa ni mtu chembamba dhaifu. Lakini sasa Allah tabaraka wa taala nini alimpa?
وأما الواقدي فقال حدثنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن أبي جهم قال ليس أبو موسى من مهاجرة الحبشة. Anasema Abu Bakar ibn Abi Jahm, Abu Musa hakuwa katika wale waliohama kutoka Makka kuelekea Habasha, wala hilfa lahu fi Quraish, wala hakuwa na kiapo na mtu yoyote katika Quraish. Bimaana kule Makka watu walipofanya hijra waliacha mali zao, halafu wakawaachia wale washirikina wa kule kwamba biashara yangu hii wewe iendeleze paso kwa paso, bimaana faida itakayopatikana tunagawana. Au mtu akasema kwamba vyovyote vile, kwa sababu hilf, kama mtakumbuka ile hadithi ya yule sahaba alopitisha siri, ikaingizwa barua katika msuko mwanamke alisuka nywele alafu akaingiza barua kuficha, alafu ikaje ikatoka tanbii. Umar ibn Khattab akasema mwache nimkate kichwa kwa sababu yule mnafiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kwa Allah tabaraka wa taala, akasema kwa watu waliohudhuria Badri, aimalu ma shitu faqad ghafartu lakum. Sasa vipi huyu au kisa kile? Kwa hiyo yule alisema kwa sababu alikuwa ana hilfu wake, yani alikuwa ana watu, yeye si Quraish lakini alikuwa ana mali na vitu vyake kule Makka. Kwa hiyo alikuwa kuna watu kukubaliana nao. Sasa alijua Waislamu wakienda kule watakomba mpaka mali zake, ilibidi atume ujumbe ili mali zake zihifadhiwe kabla ya kuja Waislamu, lakini hakukusudia kwamba kuretadi wala mfano wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kalibaini hilo, na Allah tabaraka wa taala hakulikemea hilo, bali lilikiriwa kuwa kweli yule alikuwa sio munafiki. Kwa hiyo kiambwa wala hilfa lahu, bimaana hakuwa kaishi katika maisha yale ya Makka halafu sasa akachuma wakati anakwenda Habasha, labda ana mali zake aliziacha pale fi Quraishi, kwa Quraish, kwa makubaliano maalum ya kiapo na muahada. Bimaana muahada ni yale makubaliano, la waqad kana aslama bi Makkah, lakini alislimu Makka, ila hakuacha mali kule na vitu, wala hakufanya hijra kuelekea waraja ila ardhihi. Yeye alichokifanya hakuenda Habasha, alislimu Makka kweli, lakini alirudi Yaman, hata kadima huwa, mpaka akaja yeye wa unasu min al-ash'ariyyin, na unas bimaana kundi la watu katika kabila lake, ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakuslimu huko Makka. وذكره موسى بن عقبة في من هاجر إلى الحبشة. لكن موسى بن عقبة يكسم huyu ni katika watu waliofanya hijra kuelekea Habasha. Allah tabaraka wa taala aalam. Bila shaka tutaacha hapa, kuna kauli, je, Abu Musa alikwenda Habasha au hakwenda? Baadhi yao wanasema alikwenda, baadhi yao wanasema hakwenda, baadhi yao wanasema alikwenda Habasha. Lakini Habasha alikwenda kivipi? Walitoka Yaman na kabila lake wakona jahazi likawatupa kwa Najashi. Yani wao hawakutoka Makka kwenda kwa Najashi, walitoka Yaman wakatupwa kule, alafu sasa kule ndio wakaondoka na masahaba wale waliobakia kule tena ndio wakaja nao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizo zote ni aqwali. Naona muda umeshafika, umeshakwenda sana. Hebu tuishie hapa, tutakuja kuendelea. Warawa Abu Burda na Abi Musa qala kharajna min al-Yaman fi 50 min qaumi. Hapa ambapo panaelezea kuwa huyu Abu Musa hakutokea Makka, alitokea Yaman. Tutakuja kuendelea hapa. Allahu tabaraka wa taala nasalu an yahfadhana wa iyyakum fima yuhibbu wa yardahu. نسأل الله أن يثبتنا في دينه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا لوالدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذريتنا من أعلنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر السهرة والشياطين ومن شر من أرادنا بسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساهرين والشياطين ومن شر من أرادنا بسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر من أرادنا بسوء في الليل والنهار. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم أخلص نياتنا، اللهم اجعلنا مخلصين لك يا إله الأولين والآخرين في العبادة، وارزقنا أنت خير الرازقين، واجعل وقتنا هذا مبارك عندك يا رب العالمين، وارزقنا يا إله الأولين والآخرين الجنة الفردوس الأعلى، وإنا نعوذ بك من النار. اللهم
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.